Karibu sana kwenye kliniki ya afya mapenzi. Leo nakuletea mada kama mwendelezo kutokana na video ambayo imetangulia. Ni eneo ambalo watu wengi hawalizungumzii, lakini linatisha. Tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba 38% ya wanawake wanaoingia ndani ya ndoa siku ile ya harusi yenyewe wanakuwa na mashaka sana juu ya huko wanakoingia kwenye ndoa. 38% ya wanawake wanaonekana kabisa siku ile ya harusi, yani wanaona kama vile wanaingia mahali pa hatari sana. Sasa hili mchungaji hataambiwa au shehe hataambiwa, wazazi hawataambiwa. Lakini hapa kwenye kliniki ya afya mapenzi nina kesi. Naomba nizungumzie, nisome hii kesi vizuri kabisa ili tuweze kuelewa kwamba haya mambo tukiyachukulia juu tu tunasababisha majanga yasiyokuwa na suluhu. Sasa nikusomee hii kesi kikamilifu uweze kuona mwenyewe hali halisi ilivyo. Sikiliza. Daktari, sijui kwa nini nakuandikia hili, lakini naona itanisaidia mimi kwa ushauri utakaonipa. Niko katika uhusiano na mwanaume ambaye nampenda sana, ananijali, ananipa sapoti ya kutosha kwa miaka 5 iliyopita. Kuanzia leo ninapokutumia meseji hii, tumebakiwa na miezi 6 tuweze kufunga ndoa kanisani. Na nahisi nimeanza kushtuka baada ya kuona kwamba tunaelekea kwenye ndoa ambayo inatakiwa iwe ni ya milele, kwa maana mimi ni Mkatoliki na huyo mume mtarajiwa pia ni Mkatoliki. Sasa ninachojiuliza, hivi katika eneo hili la tendo la ndoa naona mwenzangu halimsumbui akili. Hivi kweli nitaweza kuishi maisha yote bila kufikishwa kileleni mara kwa mara? Labda nikupe mazingira ya hoja yangu. Sisi wote tuna kazi nzuri. Mimi na miaka 27, mwenzangu ana miaka 30. Tumekutana chuoni. Mpenzi wangu kwa makusudi yake yote kabisa, anaona kabisa mimi ndiye mke wake ninayemfaa. Na mimi mwenyewe naona kabisa, ni katika kuangalia mambo yote, naona nimebahatika kupata mwanaume huyu. Ni mpole, ni mnyenyekevu, ana akili nyingi, ni mzuri kwa sura, na anaonyesha ni mtu ambaye ananifurahisha katika maongezi. Ni rafiki yangu mzuri na namheshimu na kumpenda. Tumeshakuwa na migogoro ya hapa na pale kama kawaida, anavyojua dokta, kwenye mahusiano yanatokeaga malumbano ya hapa na pale. Lakini baada ya malumbano hayo tunakutana kwamba tunaendelea kupendana kama hakujatokea tukio lolote lile. Lakini dokta, kuna shida moja ambayo naiona ni kubwa na inahusiana na tendo la ndoa. Sasa wewe kama sexologist najua utanisaidia hapa. Kuna msemo ambao umeusema wewe hapa kwenye channel yako ya YouTube, unasema kwamba 20% ya uhusiano inabebwa na tendo la ndoa iwapo ndoa hiyo mambo yanaenda vizuri, lakini iwapo tendo la ndoa linakuwa baya, umesema kwamba 80% ya migogoro inasababishwa na tendo baya la ndoa. Na nimeitafuta kwenye mtandao, nimeona kweli kuna tafiti nyingi zinazothibitisha hilo. Huyu mchumba wangu
anaridhika na hali iliyopo sasa hivi kwenye tendo la ndoa, lakini mimi siridhiki nayo. Ninataka mwanaume ambaye atanitia vizuri mpaka ninafika kileleni na kuwa na ukaribu mkubwa sana wa mtu kupendelea tendo hilo mara kwa mara, ili tuweze kutengeneza mshikamano mkubwa wa kihisia kati yetu sisi wawili. Dokta, hivi karibuni nimeanza kufanya utafiti kuhusiana na tendo la ndoa mtandaoni, kwamba tendo la ndoa linapokuwa baya inapaswa nifanye nini. Nimefikia mahali ambapo nimejaribisha kila kitu ambacho nimekisoma mtandaoni na kumwelewesha mwenzangu, lakini sioni mabadiliko. Ni kweli dokta, hakuna aliye mkamilifu. Tulipokuwa tumekutana mara ya kwanza, mimi nilikuwa nafurahia sana tendo la ndoa kwa sababu nalipenda tendo hilo. Ninaona starehe ya tendo la ndoa inapaswa ipewe kipaumbele kwa sababu inasaidia kuondoa msongo wa mawazo. Sasa bwana, huyu mchumba wangu au mume wangu mtarajiwa ameniambia kwamba yeye kwa sababu ana dudu kubwa atanifurahisha tu. Kabla hatujaanza kufanya mapenzi aliniambia hivyo. Akaona kwamba yeye hahitaji kujifunza mambo mengi kwa sababu ana dudu kubwa. Dokta, kwa kweli ni kweli ana dudu kubwa, lakini ufundi hana. Nimemwambia jinsi gani najisikia kutokana na hali ya kutokufikishwa kileleni mara kwa mara. Nikamuonyesha jinsi gani najisikia vibaya na naumia mpaka nimeanza kumfikiria mpenzi wangu wa zamani. Akaniangalia, akasema, mpenzi wangu, nakuelewa, nitajitahidi kufanya mabadiliko. Ukweli, kwenye wiki ya kwanza na ya pili alionyesha bidii, nikaiona matokeo yake. Lakini dokta, baada ya muda tunarudi pale pale pa kutokufikishwa kileleni. Sasa sijui nifanyaje dokta. Natamani kwamba nisingekuwa naona kwamba tendo la ndoa ni la muhimu sana, ningelipuuzia au kulipotezea. Na yeye ananiambia kwamba mimi nimfundishe jinsi ya yeye kunifikisha kileleni mimi. Lakini dokta, hali ya mimi kuwa mwalimu wake, najiona kama vile nitakuwa kama mimi ni mama yake mzazi ninayemfundisha. Sisikii hali ya mvuto kwa mwanaume mimi nimfundishe mapenzi ya kitandani. Dokta, sitaki kumwacha huyo mwanaume, lakini nashindwa kuelewa itakuwaje iwapo hataweza kunifikisha kileleni mara kwa mara wakati mimi napenda iwe hivyo. Amekulia kwenye familia ya kitajiri sana, na hivyo basi anategemea kila kitu kuwa kiwe rahisi tu, yaani iwe natural, kinatokea tu binafika kileleni. Dokta, najisikia ugumu kuingia kwenye hii ndoa. Sitaki kujisikia hali hii nilionayo, lakini nahitaji ushauri wako, jinsi gani nitaweza kubadilisha hii hali. Hiyo ni kesi ambayo ni halisi kabisa kutoka kwa dada mrembo sana, mwenye nywele nzuri sana na sura nzuri, na ana elimu ya chuo kikuu. Sasa wanawake mnaonisikiliza, wanaume mnaonisikiliza siku hii ya leo, kama kweli kungekuwa hakuna hitaji la mtu kujifunza juu ya tendo la ndoa, kama kweli kungekuwa na kwamba inakuja tu natural bwana, nani atakufundisha mapenzi, tungeweza kupata ushuhuda kama huu. Naomba nikusikize ushuhuda kama huu kwa huyu mdada. Kikweli dokta, nimeona nikutumia voice note, maana nikiandika SMS maelezo yatakuwa marefu sana. Kwanza kabisa, mimi ni binti wa miaka 23. Niliwahi kuwa na mahusiano na mwanaume wangu wa kwanza. Yaani nilikuwa ni mwanamke ambaye, nilikuwa ni msichana ambaye sijui kitu chochote, yaani mwanamke anayeboa. Sasa baada ya kuachana na yule mwanaume, yaani hakuwa ananitafuta wala hakuwa ananikumbuka, nikapata mwanaume wangu mwingine wa pili.
Sasa baada ya kupata mwanaume wa pili, ni kama bahati tu nimeingia YouTube katika harakati za kutaka kujifunza, nikakutana na channel yako na mafundisho yako. Nikawa nafuatilia unavyofundisha maeneo ya kumshika mwanaume, unavyofundisha jinsi ya kunyonya uume wa mwanaume, jinsi ya kunyonya korodani, jinsi ya kunyonya sehemu ya kati ya korodani na haja kubwa pale kwenye kile mstari, jinsi ya kunyonya uume, jinsi ya kutumia matiti, jinsi ya kumbugia korodani, wewe ambaye unaita teabagging. Kwa nikajifunza vitu vingi sana, yani kwa mafundisho yako ya YouTube. Nikawa nikikutana na mwanaume wangu namfanyia. Kiukweli daktari, mimi sisemi uongo. Maana hata ndugu zangu ni shahidi. Yule mwanaume alikuwa na wivu sana kwangu. Yani alikuwa hataki kuniona na mwanaume mwingine yoyote. Hata nikiongea na mwanaume mwingine yoyote alikuwa hataki. Akinikuta naongea na mwanaume mwingine yote anafanya vurugu. Kuna siku akaniona nilikuwa nimemchiti na mwanaume mwingine. Alilia sana. Yani alilia akaniambia kauli moja kwamba kwa hiyo yote unaonifanyia mimi umemfanyia na yule mwanaume. Kwa hiyo ndio hivyo, aliniganda sana na mpaka leo. Tuliachana kwa sababu mimi sikuwa nampenda. Ila mpaka leo yani ananisumbua sana. Kiukweli. Mafundisho unayofundisha, yani mtu anaweza kapuuzia akaona ni madogo, lakini ni vitu ambavyo kwa kweli vinateka hisia ya mtu na vinafanya mtu akufikiria, kukumbuke. Yani kiukweli ni kama bahati kukutana na mafundisho yako Dokta. Maana watu wengi sana wanafundisha, lakini mafundisho yako wewe ni zaidi. Yani yamenisaidia sana kiukweli, sana. Na mimi mpaka wanatoa ushuhuda kwa marafiki zangu. Naambia ni mimi, mtu aliyenifundisha mimi mapenzi sio mwanamke, ni mwanaume. Tena ni kungwi wa mtandaoni ambaye mimi napita kungwi wangu. Kwa mpaka leo. Na sasa hivi naendelea kufuatilia mafundisho yako YouTube ili niendelee kufahamu zaidi na zaidi. Hivyo tu na vingine vingi. Sasa hiyo ni voice note ya mdada ambaye nilimtumia videos, akaniletea na voice note nyingine ya kumalizia. Nashangaa sana na huwa naona wajinga watu kwenye comments, au nakuta mtu ana comments vibaya kuhusu mafundisho yako. Yani huyo hajui anachokisema. Kwa sababu mtu, yani kwa mfano mwanamke ambaye ni mtundu mwenye vitu tofauti, mwenye utundu mbali, yani mwenye utundu afu na mwanamke ambaye yani anasubiri kila kitu afanywe, yani analala kama gogo kitandani. Kwa kweli hao ni wanawake wawili tofauti. Kwa sababu mimi tangu nianze kuyafanyia kazi mafundisho yako, yani nimekuwa ni mwanamke tofauti sana. Yani nimekuwa nikiteka hisia za mwanaume wangu, yani nikiwa naye kitandani nampagawisha sana, na jinsi anavyopagawa na yale mafundisho yako nikimfanyia, mimi mwenyewe najisikia raha. Alafu natengeneza hisia za yeye kunikumbuka, kunifikiria. Yani anakuwa kama chizi, anakuwa addicted. Yani mimi ndo napenda. Kwa hiyo Dokta, yani asante sana, Mungu azidi kukuweka, na nashukuru sana Mungu kukufahamu, maana kukufahamu wewe ni kama Mungu tu. Maana mafundisho yako ni mazuri, na ambao hawataki kujifunza na ambao wanakuona wewe haufai, tuache tu waendelee kuangamia kukosa maarifa, ila siku wakija kukurupuka, sisi ndio tutasema wamekurupuka. Yani wamekurupuka shuka pakiwa pamekuja. Ila Dokta, asante sana, nashukuru. Uwe na siku njema. Sasa kuna watu ambao wanasema kwamba kuna namna utafundishwaje mapenzi yanakuja tu naturally automatically, wanasema kama vile kunya kila uhitaji kufundishwa. Sawa, unaenda chooni tu na chuchumaa unakunya. Sawa, watu wengi wanafikiria kwamba kwenye tendo la ndoa lenyewe ni hivyo, lakini sivyo ilivyo. Wataalamu wa sayansi ambao wametengeneza mpaka maabara za mapenzi, kuna lichombo, sawa, mwanamke na mwanaume wanawekwa wanafanya mapenzi, alafu kwenye kompyuta watu wanaona ukigusa matiti inatokea nini, ukigusa korodani za mwanaume inatokea nini, ikigusa shingo ya mwanaume, ukilamba shingo ya mwanaume inatokea nini. Vinaonyesha vitu mpaka graph zipo graph. Ningekuwa nimekumbuka hiyo, ningekuletea graph ya mwanamke kufika kileleni na kuaje. Waweza kuona kwamba hii ni sayansi, sio vitu vya kubahatisha. Sasa mwanamke na mwanaume wanafanya mapenzi, hii show lazima kila mmoja aparticipate, ashirikiane na mwenzie. Lazima kuwepo na ushirikiano, huyu anafanya hili, huyu anafanya hili. Kama vile dancing, unapoenda kufanya dancing, unacheza ngoma, muziki, mwenzie anacheza na wewe unacheza hivi, ndio kunakuwa na raha ya kucheza. Sasa unacheza na mwenzie amesimama tu, una raha kweli? Kila mtu anacheza, ndivyo inavyotakiwa. Hiyo ndio inakuwa raha ya kucheza. Kadhalika mpira, Yanga na Simba wakicheza, kona, unaona ile hali ya kutarajia kwamba kuna kitu kinakuja, kila kitu kipo. Sasa mwanamke asipojua kwamba mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake, na mwanaume asipojua kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake, kwa uhusiano wa muda mrefu, huyu mwanamke atajua huyu mwanaume ataanzia wapi, ataishia wapi. Huyu mwanamke ataanzia wapi, ataishia wapi. Sasa hiyo inaboa, haileti msisimko, haileti mahamasisho. Hili ni jambo la msingi, nimelizungumza hapa sana, lakini watu wengi hawalipi kipaumbele. Na pia nazungumza hivi, sizungumzi kwa ajili ya biashara. Inaniumiza sana kuona mahusiano yanavunjika. Kwa sababu gani? Kama wanasayansi walivyofanya utafiti, ni kwamba tendo la ndoa likienda vibaya,
80% ya migogoro inatokana hapo, na sio peke yake. Wataalamu wa mapenzi wanasema, walifanya tafiti, wanasema hivi, katika siku 7 za wiki, iwapo siku ambazo hamfanyi mapenzi zinazidi zile ambazo mnafanya mapenzi, hiyo ndoa inaenda kaburini. Yaani kwenye siku 7 kama mnafanya mapenzi siku 2, siku 5 hamfanyi mapenzi, hiyo ndoa inaenda kaburini. Mpende msipende, hiyo sana tafiti zilizofanyika. Sasa wewe ulichukulia tu poa, lakini nakwambia utaangamia kukosa haya maarifa. Sasa nimefanya tafiti mada hii na nikakutana na watu ambao wanaongea vitu ambavyo bila shaka nikikusikizisha utaweza kuona umuhimu wa tendo hili la ndoa. Sikiliza huyu. Anasema hivi, Dokta, mpenzi wangu wa zamani tulikuwa tunagombana mara kwa mara. Lakini tutapigana, tutagombana, alafu tunafanya mapenzi, na mapenzi yalikuwa ni matamu kwa kufanya tendo la ndoa. Yani it was crazy. Dokta, uhusiano ulienda kwa muda mrefu, lakini ulikuwa umeshikiliwa tu na tendo la ndoa. Sikiliza mtu mwingine anaongea. Anasema, Dokta, mimi na mume wangu tuko ndani ya ndoa miaka 16. Tulianza kudeti tukiwa na mimi nikiwa na miaka 18, yeye akiwa na miaka 21. Na tumepitia magumu ya hapa na pale. Na kuna mahali tulifikia kwamba tunaona kwamba sasa tuachane. Kwa maana mambo yalikuwa mengi magumu mbele yetu. Lakini nikagundua kwamba kutokana na tendo la ndoa kuwa tamu, mara nyingi tuliweza kurekebishana tukarudiana bila kuachana. Ni kweli tulikuwa kuna hali ya kutokubaliana katika maeneo mengi, lakini kwa sababu tendo la ndoa lilikuwa ni zuri, ilikuwa kama ni kitu ambacho kinatukumbusha kwamba tunaweza tukatafuta suluhisho ya migogoro yetu na tusiwe tunakasirikiana mara kwa mara. Dokta, ni kama vile ubongo unapinga kuendelea, lakini mwili unataka kuendelea. Sisemi kwamba tumeendelea kuwa pamoja kwa sababu ya tendo la ndoa, lakini ni hakika kabisa kwamba tendo la ndoa ndilo ambalo limesababisha sisi tuendelee kuwa pamoja. Huyo ni mama anaongea kitu ambacho amekiona kwenye ndoa yake, kwenye tafiti ambazo nimezifanya. Sasa na mwingine anakuja hapa anasema hivi, hawa ni mashahidi wangu. Mahakamani ukiwa na mashahidi, kesi unashinda, mashahidi wa kutosha, wanazungumza kweli. Sasa hivi, Dokta, mimi nilikuwa napendelea sana tendo la ndoa na hasa kumnyonya mwanaume, na mwanaume alikuwa anafurahia sana, na yeye alikuwa anajua kuninyonya. Huyu ni mwanaume wangu wa kwanza ambaye alionyesha kunipa kipaumbele mimi nifike kileleni, na ni mwanaume wa pekee ambaye amesababisha nifike kileleni kwa kuingiliwa. Unaweza kuona wanawake wengi wanafika kileleni kwanza kwa kunyonywa sana na nini. Sasa mtu mwingine anakuja na pointi hii. Anasema hivi, sasa hivi Dokta, niko kwenye uhusiano na mwanamke ambaye ufundi wake umezidi viwango vyote ninavyovijua. Ananipa kipaumbele katika kuniandaa huyu mwanamke. Sijawahi kupizi mara 6, lakini huyu mwanamke ameweza kunisaidia kurudia mpaka mara 6 nikapizi. Yaani na ninapopizi kama vile nimegongwa na shoku ya umeme. Hii ni kitu ambacho inanisaidia sana. Ni miezi 15 sasa hivi niko na huyu mwanamke, na najiambia mwenyewe kwamba siwezi nikamwacha huyu mwanamke, kwa maana tendo la ndoa utamu wake sina cha kulinganisha nacho. Anasema huyu mwanamke mwingine hapa anasemaje, Dokta, niliingia kwenye uhusiano ambao mwanaume alikuwa ananitesa, lakini tukawa tunarudiana, tunaachana, tunarudiana.
tendo la ndoa, yaani ilikuwa kama vichaa tunavyotiana mpaka saa 9 za usiku. Alikuwa ananifanyia vitu vingi sana kwa ulimi wake, anavyonilambalamba na anavyonipulizia kwenye shingo. Dokta, ilisababisha nisahau yale mabaya yake, ndio maana uhusiano ulidumu. Aya, huyu mwingine anamzungumzia rafiki yake. Anasema, dokta, na rafiki yangu nimefahamiana naye kwa muda wa miaka 10. Huyu rafiki yangu ana mvuto mkubwa sana, lakini nilikuwa sijawahi kufanya naye mapenzi. Lakini nafasi ilipojitokeza kufanya naye mapenzi, nikaenda. Dokta, na shukuru nilipata nafasi hiyo, kwa sababu kwa mara ya kwanza nilipizishwa zaidi ya mara 4. Kidogo hajipendipendi, lakini kwenye tendo la ndoa inaelekea anajua sana. Kwa hiyo nikijisikia nyege za kutosha wanaenda namfuata, lakini sitaki kuwa na mahusiano yake naye ya kudumu. Unaweza kuona hizo ni stori za kweli. Haya, huyu hapa ndo anaita story tamu zaidi. Naomba nisikilize. Sasa hivi, dokta, mimi kama mwanamke nilijua kwamba kuto kufikishwa kileleni ni hali ya kawaida na kwamba watu wote wako hivyo. Kwa sababu gani? Nilikuwa naona mara nyingi sifiki kileleni. Nikaona kwamba hiyo ni hali ya kawaida na kila mmoja anayefanya mapenzi anakuwaga na hali kama hiyo. Toka nibikiliwe, toka nitolewe usichana wangu, mpaka sasa hivi na umri wa miaka 31. Kwa kweli dokta, sikufurahia tendo la ndoa. Sikujua kwamba tendo la ndoa lina utamu mpaka nilipokutana na huyu mwanaume niliye naye sasa, ambaye ana sifa zote ninazozihitaji. Naomba uniamini dokta, amenichanganya akili huyu kijana. Yaani naona utofauti mkubwa sana na wanaume wote ambao nilishakuwa nao huko nyuma. Yaani ana kipaji cha kufanya mapenzi. Mwanamke atakuwa na bahati ya ajabu sana akikutana na mwanaume wa design kama hii. Yaani mwanaume asiyejua kufanya mapenzi, yaani ni afadhali niambiwe kazi ya kupiga deki kuliko kufanya mapenzi na mwanaume ambaye hanifikishi kileleni. Bali afadhali niambiwe kazi ya kupiga deki kuliko kufanya mapenzi na mwanaume ambaye hakufikishi kileleni. Sasa hao ni wanaume na wanawake wameleta hoja kama hizo. Na kuna ya mwisho hapa ambayo naona ni tamu. Inasema hivi, dokta, na umri wa miaka 25 na nimeshawahi kuwa na mpenzi mmoja. Hakuwa anajua mapenzi ya kitandani, lakini nasikia watu wengi wanazungumzia kwamba tendo la ndoa ni tamu. Inanichanganya akili na najitahidi nisifikirie sana juu ya jambo hilo, lakini dokta, inanikosesha raha. Kwangu mimi tendo la ndoa ni kitu ambacho naona kwamba kinapaswa kiwe kitamu zaidi, lakini sijawahi kusikia utamu wake kwa mume wangu, japokuwa ana mvuto mkubwa sana kimaumbile, lakini dokta, sisikii lolote. Naomba msaada wako katika hili. Sasa haya ni mambo ambayo yanapaswa yaweke sawa. Sasa nipenda kuzungumza kumalizia, na mengi ya kuongea hapa, naomba nimalizie kwa hili. Ni kwamba ugumu ulionao wa kufanya bidii ya kuto kumfurahisha mpenzi wako unatokana na hali ya ubinafsi. Hali ya ubinafsi unajiangalia wewe mwenyewe tu. Uwe ni mwanamke, uwe mwanaume. Unapoona mume wako ameboleka na wewe, maana kwa sehemu kubwa unaangalia wewe raha yako tu wewe mwenyewe. Jitahidi kutafuta mbinu mpya za kufanya mpenzi wako afurahie tendo la ndoa. Kwa hiyo hali ya ubinafsi ndio inayopelekea hali hii kuwepo, na ni mbaya sana. Mtu anapokuwa mbinafsi, hata akiambiwa kwamba hili bwana limekushinda, hakubali. Atatafuta visingizio tu vya kuhakikisha kwamba kusema kwamba bwana mimi nalijua. Kwa hiyo mtu mwenye roho ya ubinafsi anakuwa na kiburi cha aina fulani, hakubali kusahihishwa, kuambiwa bwana hili huwezi. Ndio maana tafiti zinaonyesha kwamba
67% ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba amefika kileleni, kumbe hajafika. Hiyo ni idadi kubwa. 67% ya wanawake wanaodanganya wanaume kwamba amefika kileleni, kumbe hajafika. Hiyo sio nzuri. Maana kama hajafika lakini amekwambia amefika, tena ni afadhali. Nimekumbuka hili, nikaongea na simu kaka mmoja jana. Huyu kaka wametengana na mke wake. Wametengana na mke wake. Sasa anavuta sigara. Sigara inasababisha tatizo la nguvu za kiume. Alikuwa hajui. Na kwa bahati mbaya kazi anayoifanya vile vile inamhusisha kukaa sana kwa muda mrefu, ambayo na yenyewe inachangia mtu apate tatizo la kuwahi kumaliza na nguvu za kiume. Sasa namuuliza, una hayo matatizo? Akasema ndio, lakini nikiwa nimekunywa pombe huwa napiga vizuri kweli. Show inakuwa nzuri, lakini kama sijanywa pombe sio nzuri. Unaweza kuona. Sasa mwanamke ananidharau daktari, ndio maana tumeamua kuachana. Alikuwa anaweza kutukana vibaya sana. Tumeamua kuachana. Sasa tumeachana. Sasa nikamwambia hivi, kwa kutokana na ile tatizo la kumaliza mwanamke huwa afikagi kileleni. Akasema mbona huwa ananiambiaga kwamba nafika kileleni? Nikamwambia hivi, 67% ya wanawake wanadanganya. Nikamwambia hivi, unajua kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake ili kumnogesha afike kileleni kwa mshindo mkubwa. Akasema daktari, kweli haya maeneo siyajui. Nikamwambia basi unahitaji hizo video. Na hiyo dawa ya nguvu za kiume nikamwambia ipo shilingi 60 na kutumia kukuletea huko uliko. Akasema niko wapi? Akasema niko mkoa wa Mbeya. Nikamwambia basi yako mengi yanakuja Mbeya. Na kutumia nikamwambia ni basi gani? Lipa shilingi 60 na usafiri nalipia kwenye hela hiyo na kutumia hiyo dawa. Matokeo unaona ndani ya wiki 2, lakini utaitumia kwa muda wa mwezi na nusu kufanya mabadiliko ya kudumu. Akasema nipatie hizo video, hiyo dawa nitafutie hela nikutumie. Kwa hiyo unaweza kuona, unaweza ukadanganywa kamili kwamba mambo yako si shwari, hayako shwari. Sasa nakupa story ya kweli, nakupa story za kweli iweze kujutia. Ni kusomea mchatisho ambao nimechati na huyu mdada. Huyu dada mume wake ni tajiri. Sawa? Huyu dada mume wake ni tajiri, lakini tendo la ndoa hajui. Wameenda Dar es Salaam kwenye hoteli kubwa sana. Ananisimulia. Lakini sasa kuna mtu walisoma naye ambaye walianzisha mahusiano mwishoni mwa mwaka jana. Ni mama mwenye umri wa miaka 42. Sasa na huyu mtu ambaye walisoma naye wameanzisha mahusiano baada ya nini? Ni kwamba walianzisha grupu la watu waliosoma pamoja. Sasa yule kaka alikuwa hana mahusiano na huyu dada. Akaiona namba ya huyu dada, akamtafuta kwenye hilo grupu, akaanzisha mahusiano. Huyu jamaa ana hela za kumwaga yani, huyo mwanaume. Sawa? Akapanda ndege kumfuata huyu binti. Alikuwa amekuja kumuona waziri fulani kwenye mkoa mwingine. Sisemi ni Dodoma au ni Mwanza. Sawa? Kumuona waziri fulani. Jamaa ana biashara moja kubwa sana. Sasa wakafanya mapenzi vizuri na nini. Sasa akajiona huyu dada akajiona kwamba mapenzi ya kitandani hayajui vizuri, lakini huyu kaka anayajua mapenzi ya kitandani vizuri kweli. Sawa, anajua mapenzi ya kitandani vizuri kweli. Akaja usini kwangu, akanipa mkanda wote huo. Nikampa na video na kila kitu. Sasa yule mwanaume kumbe alipokuwa amefanya naye mapenzi mara ya kwanza, alikuwa na ajenda yake ya asili. Anapenda sana kufanya kinyume na maumbile. Kaendesha gari Land Rover Discovery. Sawa, Land Rover Discovery all the way mpya toka Dar es Salaam. Sawa, mpaka mkoa huu aliko huyo dada. Akamwambia huyo dada, nakupa hii gari mpya iwapo utakubali kufanya kinyume na maumbile. Dada akakataa kwa sababu ni mlokole, lakini anachepuka. Sawa, akakataa. Wamerumbana toka mwezi Disemba mpaka sasa hivi wanarumbana kwenye message, lakini bado wanaendelea mawasiliano. Sasa wamepata trip ya kwenda Dar es Salaam na mume wake. Amefika kwenye hoteli ya bei mbaya. Naona bwana. Sasa mimi nikamchokoza tu kwa message, hai.
Nikamwambia kwa message tu, hai vipi, unaendeleaje? Akaniambia bwana, niko Dar es Salaam. Yule jamaa nimemwambia niko Dar es Salaam, ananitaka lakini niko na mume wangu amenibana. Anasema hajaondoka kichwani bado. Ananiomba radhi kwamba hatataka kinyume na maumbile tena. Daktari, yani anasema bado hajaondoka kichwani. Unaweza kuona kwa maneno mengine ni kwamba sasa kwa bahati mbaya yule mume wake amembana, ameshindwa kwenda kwa yule mwanaume. Usiku wa leo ameingia kwa ndege kurudi kwao. Sawa, ameshaondoka Dar es Salaam. Sasa nataka kusema ni hivi nini? Huyu ni mlokole, nazungumza ni mlokole, lakini anachepuka. Nguvu ya mapenzi imemshinda. Mpaka Mungu anamuona kuja kae pembeni kwanza, ifanye dhambi ya uzinzi. Sasa kisa ni nini? Ni kwamba mume wake sawa, anajitahidi, hachelewi kumaliza, lakini hawezi kurudia mara ya pili. Alafu maandalizi anayoyafanya sio kama anayoyafanya yule. Unaweza kuona, unaweza kweli kuwa unamfikisha mwanamke kileleni, lakini kileleni kuna viwango vyake. Kuna mtu anafika kileleni mpaka miguu yote inatetemeka. Kuna mtu anafika kileleni, mwanamke anafika kileleni mpaka anazimia. Nakwambia anazimia, nishaizimisha mwanamke mmoja. Binti moja kwa watu wa Moshi na wafahamu kuna eneo inaitwa Boma ya Ng'ombe. Binti anazimia, anafika kileleni anazimia. Alafu anakuja kushtuka. Kumbe niko hai bado. Kwa hiyo kufika kileleni kuna kiwango. Sasa wewe unafikisha kileleni tu kwa kiwango cha form 4. Wakati wenzio wanafikisha kileleni kwa kiwango cha chuo kikuu, PhD. Atakudharau tu. Atakudharau. Sasa can you imagine? Huyu yuko hotelini na mume wake, hoteli ya bei mbaya $300,000 kwa siku hii moja. Ni hoteli ya bei mbaya. Lakini bado angetamani achepuke, aende kwa mtu anayejua kumlamba vizuri. Sasa unaweza kuwa ni mume wako vile vile. Uko naye hotelini, lakini atamtamani yule ambaye wanaye chuoni. Hiyo hali ipo. Sasa kuikomesha hali kama hiyo, ndio hii voice note ambayo nimekusomea. Voice note kuna nyingine naweza nikakutumia voice note nyingine ya mama mchungaji ambaye nilimsaidia ndani ya ndoa. Naweza nikakutafutia hapa. Mama mchungaji ambaye mume wake japokuwa mume wake ni mchungaji, lakini alishachepuka mpaka kazaa nje ya ndoa mume. Hiyo story ni ya kweli. Mkoa wa Geita. Na voice note yake naweza nikakutafutia hapa. Si kama sababu ya muda tu ngoja niache. Lakini voice note yake nayo nitakutolea siku nyingine na kuahidi. Sikiliza voice note ya mama mchungaji. Alipokuja ofisini kwangu. Sawa? Nikampa tekniki zote. Mama huyo mume wake alichanganyikiwa. Mume wake alikuwa hana wivu. Sasa hivi ana wivu wa kupita kiasi. Wakati huko nyuma mke wake alipokuwa anaonyesha wivu alimwambia, na wewe acha wivu bwana, wivu wa nini bwana? Wivu hamna sababu, hamna akili. Lakini mwanamke mwenyewe ndo ananiambia, mama mchungaji ananiambia hivi. Yeye aliniambia kwamba wivu ni kitu cha kijinga. Yeye sasa amekuwa na wivu wa kupita kiasi. Sasa haya ni mambo ambayo nakwambia. Nikupa story nyingine. Hii story ndio inachekesha kweli. Mwanaume kafumaniwa. Akaja kwa story, mwanaume kafumaniwa. Unajua nini? Ukiingia TikTok usipojitoa ukaiacha simu hivi inaendelea hivi, haijizimi. Sasa huyu mwanaume ana mchepuko. Huyu mwanaume ana mchepuko. Ameingia kitandani anaangalia TikTok, usingizi ukampata. TikTok bado inaendelea kuonyesha tu play. Sasa mwanamke kapata nafasi, simu ina password, lakini kwa sababu ameacha iko TikTok, ngoja niingie. Kuingia akakuta mwanaume ana mchepuko, anavyosifia mchepuko. Anavyosifia mpaka huyu mwanamke anasema, yani natamani mimi ndo ningekuwa mchepuko wake. Sawa, natamani mimi ningekuwa mchepuko wake. Unaweza kuona, yani zile chatting na mchepuko zilivyo tamu.
Japokuwa ni mume wake yeye mwenyewe, lakini amependa jinsi anavyomtreat mchepuko, anavyomwonyesha mapenzi, anavyomsifia na nini. Sasa haya mambo yapo. Mwingine naye kaota ndoto, hajawahi kuficha kileleni, kaota ndoto anafika kileleni kwa hali ya juu sana, akasema mpaka nikatamani ndoto jirudie. Kwenye ndoto anafika kileleni, lakini akiwa na mwanaume hafiki kileleni, akasema mpaka nikatamani ndoto ijirudie. Jamani, kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe, bonyeza ile kengele pale, bonyeza na all, ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Hii ni Kliniki ya Afya Mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutokea Mwanza. Maelekezo mengine nakuwekea hapo chini, naomba uyasome tafadhali. Bye bye.